Kuna focus kwenye kufocus hii cha mbele hichi. Najua. Hili namna gani? Hao wasema shughuli siku moja. Ni kitu gani kiliharibika mpaka likawa hapa? Kitu gani kilichoharibika kwenye basi hili mpaka likawa katika hali hii? Hata basi yote tumeleta wakati mmoja, yale anafanya kazi ile alifanya kazi. Kiliharibika kitu gani ambacho mmeshindwa kubadilisha na kuweka hapa au kununua kipuri na fedha mnazo? Na unaniambia huna fedha na wewe ndio mkurugenzi mkuu. Namna hii. Ona. Kwa mnabaki mnangoa vipuri humu mnapeleka mahali pengine baada ya kununua kipuri na kuweka kwenye basi liloharibika kwa mujibu wa mtaalamu wenu. Hebu twende. Mtendaji mkuu wa UDA. Mtaniambia kitu gani kama mmeshindwa kuendesha shirika? Wewe ni mtendaji mkuu wa nini na huyo ni wa nini? Wewe ni wa UDA ndio unamiliki mabasi. Hili limeharibika nini basi hili? Gearbox. Kwa nini mmeng'oa mpaka na viti kule ndani kama gearbox imeharibika? Kwa nini msinunue nyingine na kuja kureplace hapa? Kuna mkataba gani umewafanya nyinyi mshindwe kununua gearbox? Gearbox haya mengi yameharibika wakati wa corona. Sasa corona ndio inaharibika. Corona ndio inaharibika. Kwenda kuna simu. Kwenda kuna simu.
Kama haya yote yana tatizo la gearbox, kwa nini mnashinda kuagiza nyingine tena? Gearbox imeshaagiza 8, nadhani ikiza niambie tumeagiza gearbox basi kama hivi turudisha hapa gari nasema nimeagiza gearbox 8 hizi. Tunaweza kuweka gearbox hapo inafanya kazi hili basi. Mheshimiwa, hili basi ni zima na nakuhakikishia kama basi zima hili. Yaani ninachoweza kusema ni kwamba basi zima hili, unaambia basi zima hili. Litarudi kwenye hali yake. Linarudi. Tatizo ni gearbox. Linarudi. Mheshimiwa. Hivi vifaa vingine vipo milango hivi. Vipo. Yote vipo wewe ndio head. Ndio mheshimiwa. Wewe na mkuu wako wote nyie kweli mnaniambia hili basi zima kweli hili gearbox. Alafu unasema gearbox hapa vifaa viko. Matairi yako hapa. Unasema gearbox bora lote limeharibika. Unasema litarudi hili. Unadanganya mie. Hapa na mafuriko jangwani. Kwa baada ya kuwa mafuriko mmeacha hivyo mmeleta hapa na udongo wake, hakuna kusafisha, hakuna swala la usafi. Moja ya kitu ambao mainjinia wana serious. Na imani fedha ya wananchi. Fedha wa Tanzania hii nyewe mnaiacha tu hapa dhamana hapa alafu mnahangaika nalo hili. Yaani mmeliacha hili hata kusafisha. Kama liliingia matope, kwa nini siku ile usipeleka watu wakasafisha matope? Mmeacha na matope yake mpaka leo. Alafu ananiambia gearbox tu ndio imeharibika na unaleta gearbox. Hivyo mnataka gearbox itafanya kazi hivi? Ili bati mmetoa wapi? Hebu twende huko kwenye mabasi yale. Unaambia gearbox 8 tu. Matairi yote mmeng'oa tairi, magari yote hayana matairi, mnionyeshe hapo mlipoweka matairi. Nionyesha matairi wapi? Hili nalo gearbox. Mheshimiwa, aidha itakuwa gearbox au engine. Katika haya wewe kwa mara ya mwisho umekuja kulini? Wiki iliyopita. Na hii umeiona? Sasa mheshimiwa, ni kweli nini? Ni kweli magari yanahitaji kuwa serviced. Lakini msikani moja yote yameharibika haya. Yamekufa magari haya. Yamekufa kabisa. Alafu nasema gearbox. Weka gearbox kama litarudi tena barabarani. Na huko mmeng'oa tairi, mmetoa gearbox, mmetoa kila kitu. Kwa Tanzania hii imeipoteza bure. Alafu nataka tuwaache nyinyi kazini. Mtafanya kazi gani? Hebu twende huko tuangalie maboksi na magari mengine. Mwande hapa kwa nini magari yamefika hapa? Moja ya tatizo ya magari yamefika hapa ni overload. Unataka kuleta hadithi nyingine. Wewe umesema hata hivi ni gearbox. Yeah. Naanza kusingizia overload. Hebu twende tuone. Gearbox inakaa hapa. Hapa ni kama nilivyosema, aidha ni gearbox au ni engine. Wewe umeniambia matatizo ya magari haya ni gearbox. Na umeagiza gearbox, umeagiza hili ni gearbox. Na kwamba ukiweka hapa gearbox ndio itafanya kazi. Bado kumeshindwa kusimamia shirika hili. Shirika mnaliua hili. Shirika hili halina mabasi tena kwa sababu mabasi yote yanaharibika, mnunui mabasi. Fedha mnazopata ni kidogo kwa sababu mfumo mmeuacha. Kila mmoja anaingia na tiketi yake. Wauza tiketi wenu tiketi.
Kodi mheshimiwa, ilikuwa kwanza tukubaliane na uongozi wa serikali, halafu tukubaliane na data. Kwa hiyo process kidogo imechukua muda. Sasa basi tuwasha moja leo. 18 sana. Pia leo bora semaje wengine. Anachosema ni sahihi. Neno kisajili kilikuwa kwa Februari tarehe 16 Februari 2018. Anachosema ni sahihi. Kwamba yeye ndio anatakiwa kae na mdau. Lakini umeniambia kwamba sheria hapa wameshakiuka kwa sababu sheria ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwamba mzigo wote ukishafika unakuwa siku 21 uwe entered na kutoa kwa transfer. Sasa siku 21 zishapita na sisi position ya mwisho tulishaingiza mabasi kwenye mnada. ndio. Baada ya kuingiza kwenye mnada hakutokea bida yoyote. Na tunadhani kwa nini tulikosa bida kabisa, kwa sababu magari haya yako too specialized, hawezi kutumika kwa matumizi mengine zaidi ya haya. Yametengenezwa maalum kwa ajili ya mradi wetu wa DART. Wenyewe waagizaji mliagiza bila ya ridhaa ya wadau wenzenu. Ni mali yenu, sio mali ya mradi. Sio mali yenu. Kwa hiyo mnaingia moja kwenye sheria ya TRA na bandari. Mnaingiza mabasi. Kwa TRA inatakiwa iwabane nyinyi mfuate sheria, si ndio? Ndio. Mmetekeleza sheria mwanzoni kama tulikuwa tunakubaliana, lakini shida ambayo ilitokea mheshimiwa, haya magari wakati tumeagiza, kwanza mdau mwenzetu TIARA hakuwa anajua yanaingia. Na mimi najua kila kitu. Sasa ilibidi kwanza hajue yanaingiaje kabla tuendelea na process. Ndio maana kuna vyombo ambavyo viliangalia pale. UDART ni taasisi mbili, UDA na DART. UDA ni muunganiko wa taasisi yetu ya serikali. Sisi tulikuwa na mradi wa UDA ambao nyinyi mlikuwa mnauendesha. Sitaki kurudi kwenye mjadala wa awali, lakini tulishafanya taratibu zote, tukabaki serikali na zile share zenu tukaunganisha, tukapata UDA mpaka hapo. Kwa nami sawa? Sawa. Yeah. Sasa tunapokuwa share, kila maamuzi lazima yapite kwenye bodi. Correct. Maamuzi ya kuleta mabasi mapya yangetakiwa bodi ya wale wadau ikubali kwamba sasa tuagize mabasi kadhaa ya thamani kadhaa, ndio huko tulishamaliza. Nyewe hamkufanya hayo, mkaenda kuagiza wenyewe, mmenunua wenyewe, bei mnazijua nyewe, mmeingiza nchini. Sasa mmeingiza nchini, mlikuwa mnataka yaingie kwenye mradi wetu, wakati mbia mwenza hajui chochote. Kwa hiyo hajui chochote. Sasa nyie kwa sababu ni mabasi yenu, mmeyaleta wenyewe kwa kuagiza wenyewe kwa vipimo vyenu, tawajibika kuyatoa bandarini nyie wenyewe. Na huko bandarini kuna chombo chetu TRA, mnatakiwa mtekeleze
maamuzi au na sheria ya TRA na bandari kwa kulipia gharama kadhaa. Hamjafanya hivyo kutoka Februari 2018. Sheria za TRA ni miezi mingapi? Siku 21. Leo mwaka 2021 April naingia kwenye sheria zile. Tunataka haya mabasi yanafanana na mradi wetu, yanafanana na mabasi tunayotaka kuyatumia kwenye mradi wetu. Uliagiza wewe kwa matamanio yako mwenyewe, lakini sio kwa ajili ya mradi wetu. Umeshindwa kuyalipia, sisi tunahitaji haya. Sasa anasema tu, lakini bado nawajibika na sheria za TRA. Haya, mtuambie TRA. Huyu sasa ameshinda. Sheria zetu zinasemaje? Kwa mujibu wa sheria, kama akishashindwa, manake magari yao yanakuwa deemed abandoned. Na kinachofuata hapa ndio tuuze kwa njia ya mnada. Tumefanya hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeingiza kwenye mnada, lakini bahati mbaya sana hayakupata mnunuzi yote. Sasa sema mlikuwa na huruma na mwekezaji wetu, mlimpa nafasi miaka yote hii, ulishaenda kuzungumza na hao. Mimi ninachoomba, kwa kuwa sasa hivi na serikali kwenye UDART ndio majority, serikali ndio majority, kwa hiyo yasipelekwe popote, bado yapelekwe UDART, kwa sababu atapelekwa UDART, lile dhumuni la serikali litafanikiwa. Sawa, aliagiza nani? Kwa sasa hivi kwa sababu mambo mengi ambayo tumemaliza, tunasema aliagiza ni UDART na mabasi yale. Aliagiza nani? Sasa hivi ndio sababu kupeleka mjengoni na majority shareholder hakuambiwa. Majority shareholder bora angeyafanya yeye, akamshawishi minority kwa wakati ule pale kulikuwa majority kwa wakati ule, lakini hiyo haina maana kwamba kuvuka serikali na nani zingine mwenzake ilikuwa sahihi. Sawa kabisa. Nimefurahi sana kauli yako. Baada ya tena lawama serikali imetuonea na nini, simuona wewe mwenyewe kwamba hata bodi kushirikisha kile kiwandani ukaagiza, si hatujui hata bei ulionunua. Unajua kutuambia umenunua milioni 200, umenunua milioni 100. Na sisi tuko makini sana na pesa yetu. Hatuwezi kukubali wewe ukachukua peke yako huko bila sisi kwenda. Lakini amekuja hapa, tumeangalia na furaha basi yetu kwa rangi, vipimo vyake, hata level ya milango yana fitting kwenye majengo yetu. Sasa toka 2018 mpaka leo yataharibika haya, na huko nje mradi wetu ndio unaona unakwenda kufa. Kwa basi 140 leo mbaki 85. Na haya yaliyokufa yale si kwamba walinunua vipuri kuja kujaziliza, wanang'oa sasa vipuri wanapeleka mahali pengine. Sasa sio wanapeleka kwenye basi yanayotembea. Lakini mengine amekufa, lakini huko mengine anatembea. Lakini huko vipuri vimetolewa, vimeenda kwenye basi inayotembea. Huo ndio utaratibu. Hiyo tumeshamalizana huko wenyewe. Sio kaya mabasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa sheria za forodha, ni magari haya tayari yako chini ya forodha, kwa maana mwenye nao anashindwa kulipa, yako chini ya forodha, yako chini ya forodha. Maana yake wewe sasa. Maana huko tushamaliza. Tunahitaji mabasi. Sawa, tunafanya. Sheria zinaruhusu, sheria inampa commissioner, power commissioner forodha kufanya dispose of as a thing fit. Kwa tunaweza kufanya kwa donate. Option ya kwanza ni kwa donate, option ya pili ni kuharibu kwa njia nyingine. Haya Shabibu hawezi kuchukua kwa sababu yafanana na abiria wake wa Dodoma. Yanafanana kwa ajili ya mradi wetu wa dati peke. Dati yenyewe ni ya serikali. Yule jamaa yule pia na yuko. Kwa sasa wewe unataka kutupatia serikali? Tunaweza na mwanasheria wako hapo. Tunaweza kudonate. Tunaweza na mwanasheria wako. Labda Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme kwamba tumekuwa kudonate magari mengi tu kwa taasisi mbalimbali za serikali. Najua. Na hakuna malalamiko ya huyo aliyeshindwa kulipia. Hakuna. Sasa hapo mbona unasita? Mimi nishapata gari, nikalifanya kwa la polisi, nishalipa gari, kwa la magereza, nishalipa gari, napeleka sekondari. Ninataka gari nipeleke barabarani,
Hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa sheria inawezekana. Sasa kwa hili msaidizi wangu katibu, nitie katibu mkuu wa Wizara ya Fedha mwenye dhamana na TRA, kamishna TRA aje na kamishna wake wa forodha, aje pia katibu mkuu wa TAMISEMI, aje katibu mkuu uchukuzi mwenye bandari, aje pia na mkurugenzi wa bandari, tuje tuzungumze ofisini Jumanne kesho saa 10 jioni, waje Dodoma tumalize. Mabasi yako yanaharibika, yawe kwa huyu haiwezi kufanya kazi, yataharibika, na haya yametengenezwa kwa vipimo vya magari yetu kwa mradi wetu. Lakini pia yako TRA, inawezekana pia kamishna wa forodha hapa yako mambo wanasita. Sasa ngoja tuwalete wale watendaji wakuu wa kila wizara tuje kufanya maamuzi. Tunataka mabasi yaingie barabarani. Mradi wetu na mabasi 85 leo yanatembea huko, abiria wanasafa, wanaumia. Kimara ina watu wengi, lakini tuna mradi tunakamilisha wa Mbagala, hatuna mabasi. Huku tu peke yake mabasi 85 hayatoshi. Mabasi 85 hayatoshi. Mtendaji mkuu ana miaka 5 hajanunua basi hata hili, ndio kwa sababu leo tumwambia akae pembeni kwanza. Tutafute mtendaji mwingine ambaye anaweza kufanya kazi. Mchumi anaweza kusimamia biashara kuanzia kwenye mapato. Watu wanafanya ujanja pale, wanakuja na tiketi zao mfukoni, wanakuja na kile kiposi chetu kinakaa pembeni, tiketi zinaburuzwa pembeni. Anatoa anauza za mfukoni, alafu anakuja kuuza hizo za posi. Haiwezekani. Na wasimamizi wapo tu, mkurugenzi naye wa fedha yupo tu, naye asimame na kazi leo. Kwa fedha anashindwa kusimamia hili, liko mikononi mwake. Tuwezi. Kwa hiyo kesho nikutana na makatibu wakuu tuzungumze kuhusu mabasi haya. Yako hapa, yanazuia nafasi ya mizigo mingine. Maamuzi yako straightforward. Labda kuna kitu mna sita, basi na wewe kesho ukija utaje kueleza kwa wakubwa wako mashaka yako, uwezo wako wa kisheria, tufanye maamuzi. Angalau leo nitakuja kupashwa hapa. Tumeelewa, najua hivi tumemaliza, na lile kule nje tumemaliza. Sasa nimeona huko kwenye magari mengi ameyauzi. Na kama mshindwa haya yale. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yote yako ni mchakato wa kuuzwa. Labda niseme tu kwamba katika eneo ambalo tumefanya maboresho makubwa sana ni kwenye eneo la kuuza mizigo ile overstay. Average yetu ya kuuza mizigo miaka ya nyuma kwa mwezi tulikuwa tunauza mizigo ile overstay range kati ya milioni 250 mpaka 350, lakini baada ya ku roll out online auction tumeongeza ufanisi wa kiasi kubwa sana. Sasa hivi on average kila mwezi mapato yetu kutokana na kuuza mizigo overstay ina range kati ya bilioni 2.5 mpaka bilioni 3. Kwa hiyo kutoka milioni 250 mpaka milioni 200. Mara mwisho mmetangaza mnada lini? Hata sasa hivi tunaongea Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna mnada ambao unaendelea, watu wanaendelea kubidi. Kwa hiyo ni neno ambalo kwetu hilo zoezi mlifanya mara kwa mara. Nataka tusafishe ili tupate mizigo mingi. Sawa, tumechukua. Na kule mizigo inakaa sana bandarini. Kazi yenu forodha. Ndio. Tuitoe haraka. Jana nimeona kwenye taarifa habari wanaonyesha kwamba kuna mizigo mingi, wenye mizigo wanalalamika inacheleweshwa process. Sasa mbadilike nyinyi watu wa forodha. Hakikisheni mizigo ya wateja wetu inatoka mara moja. Iliyoshindikana inauzwa. Yadi yetu ibaki wazi. Tuingize mizigo. Tupate mizigo mipya. Hapa kuna hilo basi hilo smart. Mpaka limeoza. Mbona mliouza? Alinunuliki. Itakuwa mlichelewa kulitangaza. Kwa magari haya yakifika mahali yakiharibika, hainakuwa yauziki. Sahihi Mheshimiwa. Na tutabaki hapa na vitu vilivyochakaa, alafu yadi yetu inakuwa ni chakavu. Kumbe hapa tunataka mzigo mpya unaingia, kesho unatoka. Unaingia, unatoka. Nilikuwa na mashaka na electronic, mmeshindwa kuuza mahindi mpaka leo. Yako kule kwenye mastock. Mlibishana wewe. Mlibishana. Sio kumbuka? Nakumbuka. Mpaka leo mnayo mahindi kule stock.
Na labda update ni kwamba tumeshauza mahindi. Bora haitoki. Tumeshauza sasa. Bora haitoki. Swala kutoka ndio changamoto, labda nafikiri hamjauza. Hela mmechukua? Tumeshachukua hela, tunaendeleza karibu. Ndio atoe pale kwenye sasa hivi ili tupate nafasi ya kuweka vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ndio tulikuwa kwenye mkoa wako, tumeona mradi wetu ambao wananchi wanahangaika nao kila siku kwa kutokidhi huduma. Abiria wengi sasa wamekata tamaa, wanaamua kupanda mabodaboda tena, tukiwa tulishaandaa mradi mzuri kubwa kwa usafirishaji jijini Dar es Salaam, tena mradi ambao tumevutia pia na mataifa mengine kuja kujifunza namna tunavyoendesha. Leo hii mradi wetu unakwenda kufa, na kwa hiyo tutarajie tukajifunze kwa wale kuja kujifunza. Ndio utamaduni ambao tunaujenga. Tulishabadilika huko, hatuwezi kurudi tena huko. Tumeona hata pia ununuzi wa tiketi, tulisema tuuze kielektroniki, tumeleta mitambo pale, mmetengeneza migogoro kwa mtaka turudi tena kwenye banyo. Tukawaambia tumia posi, nazo pia zitumiki vizuri. Yaani mteja anakuta kuna lundo la tiketi pembeni, ananunua hizi. Mteja anakuja saa 7 kununua tiketi imeburuzwa saa 2 asubuhi. Kwa nini alisafiri saa 2 asubuhi huyo? Yule muuzaji anakuja na tiketi zake kwenye furushi mfukoni. Ile sana piga tu na duplicate moja, photocopy. Ziko kadi. Anakuja analeta pale, anauza zile mpaka atakapoona zinatosha hela yake mfukoni, anaanza kuuza serikali. Hatuwezi kukubali hayo. Na watendaji wapo, wanaona, hawachukui hatua. Leo nimewauliza toka mkurugenzi mkuu ameingia DART, ana miaka 5, amenunua mabasi mangapi? Hakuna hata moja. Na anasema hana fedha. Kwani hao abiria wasafiri? Si kila siku wanapigania kule Kimara kuingia kwenye basi na wote wanalipa. Unasemaje hakuna fedha kununua basi? Kiwanda kipo, tulipochukua basi ya awali, wanajua vipimo vyetu, sema nataka mabasi marefu 4, mafupi 5 yanaingia. Toka 2017 tumeanza kutekeleza. Hakuna basi limeingia, yanapungua kutoka 140 leo tuna 85 barabarani. Abiria wanaingia mpaka badirishani. Hawana uhakika kule feri kama wataondoka, hawana uhakika kule Mwanzo kama wanaondoka, mpaka pale wapi Moroko. Watendaji wapo tu, wamekaa tu ofisini wanapigwa IC. Wananchi wanaumia huko. Hatuna sababu ya kumbakiza mtu mahali kama hafanyi kazi. Ndio kwa sababu mkurugenzi mkuu yeye yuko ofisi ya nchi, ofisi ya rais. Huyo anamwachia Mheshimiwa Rais. Sasa ndio mamlaka yake. Lakini mkurugenzi wa fedha leo kae pembeni mkurugenzi wa fedha. Tamwagiza waziri kuja kuchagua mkurugenzi wa fedha. Ameshindwa kumsaidia kumshauri mkurugenzi mkuu namna ya kwenda kichumi. Ameleta mfumo wa kielektroniki, hakuna ukaguzi. Tena inawezekana yeye mwenyewe ndio anashiriki kusukuma pale alafu anakabidhi maboksi ya tiketi yaende kituoni. Wao utaratibu wao. Akija na tiketi kutoka nyumbani kwake alafu anakabidhi watu wakauze. Na akatengeneza utaratibu na wewe muuzaji kwa washirika. Fedha ambayo mnasema mmeshindwa kununua mabasi ndio hiyo inachukuliwa na wauzaji huko majumbani. Serikali imeshindwa kupata mapato. Hatuwezi kuvumilia utaratibu huu. Hii fedha sisi tumekopa World Bank na tunalipa. Fedha yetu ya ndani ya walipa kodi wa Tanzania. Leo tunaokoa watu hapa hawafanyi kazi yake vizuri. Hatuwezi kukubaliana nayo. Kwa hiyo tumeona pia na pale chini hali ilivyo. Nadhani serikali tunaendelea kufanya maboresho. Tutaka tukamilishe yadi yetu hapo Ubungo, kandarasi kwa 60%, tukamilisha tunahamia hapa. Bado Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tutafutie eneo pale jirani, kuna eneo jirani. Muendelee kutuombea pale tupanue ile wigo. Sasa hizi tuna eneo la kupata mabasi 85. Tuna mabasi mengi na mengine yanakuja. Atanunua mtendaji mwingine anayekuja. Pate yadi ya kutosha. Ili pale tuachane pa kama kutakuwa na huduma ndogo ndogo pale kwenye matoka. Kwa hiyo haya sasa tunakuja hapa kuona mabasi haya ambayo yameletwa na mjasiriamali Tanzania Mungu kila ameshindwa kuapply sheria. Sheria imechukua mkondo wake toka 2018 mpaka leo. Na mwenyewe ametia. Kwa hiyo hakuna shida leo sheria. Sasa kwa kuwa kamishna wa forodha hana mamlaka hiyo, kesho ataungana na katibu mkuu wao, kamishna wake, tukutana makatibu wakuu wale pale tuzungumze. Kesho tuamue tujue hatima ya mabasi yatakufa yako hapa. Tukiwa tuna mahitaji huko mtaani. Tukipata 70 plus 80 tutarudi tena kwenye kiwango kile kile. 150 yanatosha sana.
kuingia barabarani. Tunaendelea na mradi Mbagala awamu ya pili. Tutamaliza, tutapeleka mabasi. Kama tunasubiri mradi ukamilike na basi 85, mkurugenzi wa data anasema hana hela, tutakuwa tumepoteza fedha za Mbagala na wananchi hawatatuvumilia. Na sisi hatuwezi kukubali ndani ya serikali. Tutaanza kubanana huku ndani ya serikali. Tunataka tujenge mradi awamu ya 3 kwenda Gongo la Mboto. Tunajenga awamu ya 4 kwenda Tegeta. Nataka jiji la Dar es Salaam liwe na mabasi. Na tumepractice hii hapa, tumeona tunaweza. Na uwezo wa fedha tunao. Hata dati yenyewe kukusanya fedha kwa ajili ya kununua basi mengine, uwezo huo upo. Tatizo ni msimamizi. Hatuwezi kuvumilia msimamizi ambaye hawezi, akiwemo na mkurugenzi wa fedha. Ndio kwa sababu leo tunamweka pembeni. Mkurugenzi mkuu yeye wa rais atamaliza, mheshimiwa rais. Kwa hiyo namaliza ziara kwenye mkoa wako, bila sina na Pwani, tuna kiwanda kinatengeneza magari, ngoja tukamwone mwekezaji na kazi nzuri anaifanya. Labda anaweza katengeneza pia na haya. Kwa hiyo katibu, tekeleza hilo ili tuwapate wale, alafu tuendelee na kazi zetu. Baada ya kusema hayo, nawashukuru. Za kimichezo, burudani, habari za kisiasa, zote zinapatikana ndani na Sterling wetu Dari Kaboma, Sterling wetu wa Icon TV, Sterling wetu Dari Kaboma na Sterling wetu wa Icon TV, wote tufate Icon TV. Asema wote tufate Icon TV, wote tufate Icon, yeah. Yeah, yeah. Icon TV. Na namwombea dua Dani na timu mzima ya Icon TV. Mwenyezi Mungu aoneshe njia, aoneshe fursa, wapate vifaa bora, Dani aweze kuwa na watendaji zaidi, Icon TV iwe brandi kubwa, isambae nchi nzima, iwe chombo kikubwa, na sisi tutashirikisha zaidi.